ujenzi wa vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi, yaani VETA, ambavyo ni vyuo 64 vya wilaya na chuo kimoja cha mkoa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iandae mikakati maalum ya kuwapatia walimu wa amali na fani za biashara. Serikali iongeze fedha kwa ajili ya vyuo vya ualimu ambavyo vinatoa na kuandaa mafunzo ya ualimu kuendana na mitaala mipya. Serikali iweke mikakati ya muda mfupi na muda mrefu ya kuandaa walimu wa masomo ya amali ili kuwawezesha wahitimu wa mafunzo ya amali kusoma kozi hizo na kuajiriwa kama walimu. Aidha, mikakati itakayowezesha walimu kupitia vyuo vikuu mbalimbali nchini iendelee kutekelezwa. Serikali iendelee kutenga fedha ya uchapaji wa vitabu kulingana na mahitaji ili kuimarisha uwiano wa kitabu kwa mwanafunzi mmoja hadi kufikia uwiano kufikia kitabu mwanafunzi mmoja. Aidha, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itafute uwezekano wa kusambaza machapisho ya kielektroniki, yaani e-books, kwa baadhi ya ngazi za elimu ili kupunguza gharama za uchapishaji na kuondoa nakala mango na pia kuhifadhi mazingira. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iandae mikakati ya kununua na kusambaza vifaa vya kisasa vya kufundishia na kujifunzia masomo yote ikiwemo ujasiriamali, stadi za maisha na ufanisi mbalimbali. Lengo liwe kuwajengea uwezo wa kujifunza maarifa mapya kwa namna bora zaidi. Serikali ichukue hatua madhubuti ya kushughulikia maslahi ya makamu wakuu wa vyuo vya umma nchini na kuhakikisha kuwa wanapata stahiki zao kulingana na vyuo vyao. Serikali ihamishe capitation grant ya shilingi 1000 kwa mwanafunzi wa shule ya msingi na sekondari kwa mwaka, ambayo inatolewa kila mwaka kwa ajili ya udhibiti ubora kutoka fungu 56 TAMISEMI ambalo halihusiki na udhibiti ubora na kupeleka fungu 46 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo ndio linahusika na masuala ya udhibiti ubora. Mheshimiwa Naibu Spika, hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa malezi, kwa ushauri, kwa miongozo na kwa namna ambavyo umekuwa ukituongoza humu ndani kwa viwango, speed and standards. Mheshimiwa Naibu Spika, tunakushukuru na tunakupongeza sana. Lakini pili, Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson, Spika wa viwango vya juu sana. Hivi juzi baadhi yetu sisi wabunge tulikuwa pale Mbeya, tumeona namna ambavyo wana Mbeya wanaendelea kumhitaji Dr. Tulia na wamesema bado wanaye kwa muda mrefu sana. Tunampongeza na tunamwambia Mungu ambariki sana. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha ni washukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo ambao maoni yao, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kukamilisha taarifa hii. Naomba majina yao kama yalivyoorodheshwa katika taarifa hii yaingie kwenye taarifa rasmi za Bunge, yaani Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wajumbe wa kamati, napenda kumshukuru Profesa Adolf Faustin Mkenda, mbunge, waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, na msaidizi wake Mheshimiwa Omar Shabani Kipanga, mbunge, naibu waziri, na Profesa Caroline Nombo, katibu mkuu wa wizara hii, Dr. Wilson Mahera, naibu katibu mkuu, Profesa Daniel Mushi, naibu katibu mkuu, pamoja na watendaji, viongozi na wakuu wa taasisi wote katika wizara hii kwa ushirikiano ambao wameutoa kwa kamati katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru sana akina mama wa mkoa wa Tanga kwa kunivumilia katika kipindi chote ambacho nimekuwa katika majukumu ya Bunge na majukumu ya kamati hadi kufikia hii leo. Mwenyezi Mungu awabariki sana akina mama wa mkoa wa Tanga na Mungu aendelee kuwapa imani kubwa juu yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee napenda kuwashukuru sana watumishi wote wa ofisi ya Bunge wakiongozwa na katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake vyema katika wakati wote lilipokutana na hata wakati wa utayarishaji wa taarifa hii. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, sasa naliomba Bunge lako tukufu lipokee taarifa hii, lijadili, likubali na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 25-26 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja.
Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha. Asante. Waheshimiwa wageni wengine wa Mheshimiwa Waziri wa Elimu, wakilishi wa attainment. Karibuni. UNICEF. Karibuni, asanteni sana. SIDA. Benki ya Dunia, World Bank. Karibu. UNESCO. Karibu. FCDO. Karibuni. Vincent Laswai, miliki hoteli ya Kibo Palace na Kibo Home na mdau wa elimu. Karibu sana mzee Laswai, wewe ni mtu muhimu sana Tanzania, karibu sana. Umeweza kujenga hoteli nzuri lakini maintain standards za kimataifa. Sasa namwita Mheshimiwa Shamsa Vuai nahodha, jiandae Profesa Muhongo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nikushukuru kwa kunipa fursa hii ya kutoa mchango wangu katika hoja hii ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Naibu Spika, wiki 2 zilizopita nilitoa mchango kuhusu mageuzi ya mfumo wa ufundishaji katika vyuo vikuu. Leo nataka nihitimishe hoja yangu kwa kuzungumzia ufundishaji katika shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa Naibu Spika, mtakubaliana nami kwamba katika shule zetu hasa za msingi kuna msongamano mkubwa sana za wanafunzi katika madarasa. Na kwa uzoefu wangu wa ualimu, hata mwalimu ungekuwa hodari kiasi gani, hakuna mwalimu ambaye anaweza kufundisha darasa lenye zaidi ya wanafunzi 50. Ili kutatua tatizo hili, naomba nipendekeze jambo moja ambalo halina gharama kwa serikali. Jambo hili ni hili: katika shule ambazo kuna msongamano mkubwa wa wanafunzi madarasani, walimu wa shule, walimu wakuu wapewe maelekezo maalum ya kuwagawa wanafunzi katika makundi mawili makubwa kama ninavyopendekeza. Kundi la kwanza liwe na wanafunzi wa darasa la kwanza, la pili na la tatu. Hawa waingie madarasani kwa utaratibu wa kawaida kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kamili, wasome masomo kama kawaida. Kundi la pili lenye wanafunzi wa darasa la 4, 5 na 6, hawa wawekwe kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano. Huko waonyeshwe filamu mbalimbali za kujifunza Kiingereza, sayansi, wafanye midahalo, wafanye majadiliano, wafanye drama, wafanye michezo ya ndani, mashindano ya usanifu na ubunifu, utengenezaji wa vitu mbalimbali. Na itakapofika saa 4:30 wabadilishane. Wale walioko katika mkundi wa mikutano wataingia kwenye madarasani kama kawaida kuanzia saa 4:30 mpaka saa 7 kamili watakapomaliza masomo, na wale waliokuwa madarasani waendelee na utaratibu wa kufanya shughuli mbalimbali nje ya mitaala kama nilipopendekeza hapo awali. Nini mantiki ya kupendekeza jambo hili? Elimu yoyote iliyo bora na elimu yoyote inayotakiwa kukidhi mahitaji ya mwanafunzi lazima ijielekeze kumkunza mwanafunzi katika maeneo matatu ya msingi. La kwanza, uwezo wa akili kufikiri. Sisi walimu tunaita cognitive domain. Uwezo wa kukuza maadili mema, tabia njema na mitazamo.
tunaita affective domain, na la tatu kukuza uwezo wa michezo na kufanya kazi mbalimbali za mikono. Na hii ndiyo elimu iliyokamilika, jambo ambalo silioni likifanyika katika shule za sasa. Jambo la pili, kasoro nyingine nayoiona katika mfumo wetu wa elimu, watoto wanapomaliza masomo ya siku na kurudi nyumbani, wanapewa kazi nyingi na kutakiwa kazi nyingi za nyumbani na kutakiwa wazazi wao wawasimamie. Hoja yangu, tupunguze kazi nyingi nyumbani. Kama kuna ulazima wa kuwapa wanafunzi kazi, tuwape kazi zenye lengo la kupima uwezo wa ufahamu na udadisi badala ya kukariri majibu. Na wazazi wengine wanakwenda mbali zaidi, wanawapeleka watoto wa shule za msingi kwenye masomo ya ziada. Hili ni jambo la hatari sana katika makuzi ya watoto. Sayansi ya ukuaji wa watoto inasema hivi: mtoto chini ya umri wa miaka 15, ubongo wake unakuwa dhaifu sana, hauwezi kumudu kusoma mambo mengi kwa wakati mmoja. Unataka kutunzwa, kulelewa kwa umakini wa hali ya juu sana. Na yuko mwanafalsafa mmoja mwenye busara aliwahi kusema kusoma sana, hasa kwa watoto wadogo, kuna dumaza akili na uwezo wa kufikiri. Profesa Howard Gardner wa chuo kikuu cha Harvard Marekani, katika kitabu chake maarufu Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence, aliwahi kusema malezi na mifumo ya shule inadumaza uwezo wa watoto kufikiri na vipaji vingine vya msingi. Na akasema mkazo mkubwa sana wa malezi, wazazi, walimu, ni kusoma, kuandika na kuzungumza peke yake. Vipaji vingine havipewi uwezo, havipewi uzito unaostahiki. Mimi nimekuwa nikijiuliza hivi, kwa nini wazazi wetu ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika na walikuwa maskini wa kutupa, wametulea sisi tukafikia hatua hii tulionayo katika mazingira? Sisi ambao tuna elimu ya kutosha na uwezo mkubwa sana wa kiuchumi, hatuwezi kulea watoto kama wazazi wetu. Kwa nini? Kwa sababu mifumo ya malezi, mifumo ya elimu imedumaza mambo haya. Darasani watoto wetu hawapewi nafasi ya kutosha kujifunza stadi za maisha na stadi za kazi. Nyumbani mkazo mkubwa kama nilivyosema, kusoma, kuandika, hakuna kucheza, wanafungiwa mageti. Huwezi kutayarisha vijana imara kama nilivyosema. Na malezi ya watoto ni kama vile unavyotunza mimea. Leo ukichukua mimea miwili inayofanana ya aina moja, mmoja unaupanda kwenye ndoo unauweka sebuleni, na mwingine unauchukua unaupanda shambani. Baada ya miezi 6 ukitembelea, ule wa sebuleni utadumaa, ule wa shambani utakuwa imara sana. Kwa nini? Kwa sababu mazingira magumu yanatengeneza vitu imara. Kwa maana hiyo, mmea ukiwa shambani unajenga uwezo wa kuhimili hali ya hewa, mvua, jua na wadudu waharibifu. Sasa sisi wazazi na walimu wa leo, watoto wetu wanalelewa na televisheni na dada wa kazi muda wote.
utatengenezaje vijana makini na imara kwa utaratibu kama huu? Hoja yangu ya pili, wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanafundishwa mambo ambayo hayana uhusiano wa moja kwa moja na maisha wanayoishi. Wanafundishwa mada nyingi kupita kiasi, mambo ambayo wao wenyewe wangejifunza katika vitabu vyao na kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Na nitatoa mfano hapa. Kwenye somo la hisabati, walimu wanatumia muda mwingi sana kufundisha quadratic equation. Sasa mimi najiuliza, nini uhusiano kati ya quadratic equation na maisha halisi ya mwanadamu? Wale ya kemia wanafundishwa periodic table. Nini uhusiano wa periodic table na maisha ya mwanadamu ya kawaida? Mimi siuoni. Kwa mawazo yangu, walimu wangetakiwa kuwaeleza wanafunzi nini umuhimu wa kama nilivyosema periodic equation katika maisha ya kawaida ili waone uhusiano. Jambo la tatu, watoto wanapoingia kwenye kidato cha 4 wanatakiwa kufanya uchaguzi wa kuchagua masomo watakayobobea mbele ya safari. Sasa uchaguzi huu si jambo rahisi sana. Wanapaswa kuangalia malengo yao, wanapaswa kuangalia vipaji vyao, wanapaswa kuangalia uwezo wao wa kumudu masomo watakayoyachagua. Na kwa mnasaba huu basi napendekeza, sioni kama kuna umuhimu mwanafunzi ambaye anatamani kufanya kazi ya upishi au fundi kutakiwa ajiunge na kidato cha 5 na 6 badala ya kwenda kwenye shule ya ufundi udongo upate ulimaji. Jambo la busara, mtoto anapenda michezo, badala ya kumpeleka kwenye akademi ya michezo anatakiwa kwenye kidato cha 5 na 6. Mimi naona kama ni kuwapotezea muda, na kwa bahati mbaya sana vipaji vina muda. Muda ukipita vipaji vya mwanadamu vinapotea. Lakini wako vijana au wanafunzi ambao wanatamani kusoma masomo ya utaalamu kama vile udaktari, sheria, ufamasia, sayansi ya kilimo, ualimu. Hawa ni lazima wafuate utaratibu wa kawaida wa kwenda kidato cha 5 na 6. Hata hivyo, kwa maoni yangu, masomo ya kidato cha 5 na 6 yanahitaji ya kufanyiwa mapinduzi ya hali ya juu sana. Utaratibu wa sasa huu hautusaidii kuwatengeneza vijana mahiri sana. Kwa maoni yangu, badala ya kuendelea kuwafundisha vijana masomo ya jumla, vijana wafundishwe masuala ya ujuzi na utaalamu ili waweze kuoanisha nadharia waliojifunza kidato cha 4 na hali halisi ya mafunzo ya kazi. Wazazi wenye asili ya Kiasia wanatupa funzo kubwa katika jambo hili. Watoto wao wanapomaliza kidato cha 4 wanapelekwa katika vyuo ambavyo vinatoa mafunzo ya utaalamu katika kiwango cha diploma ili wajifunze ujuzi wa kazi. Huko wanajifunza sayansi ya kilimo, utaalamu wa masuala mbalimbali, udaktari. Mheshimiwa Nahodha, kengele ya pili. Kwanza ni kushukuru kwa mchango mzuri sana. Baada ya kusema hayo, naomba nikuombe mengine ambayo hujasema imwandikie Mheshimiwa Waziri ili achukue na iwe recorded kwenye Hansard. Mheshimiwa Profesa Muhongo, jiandaa. Mheshimiwa Profesa Shukrani, jiandaa. Esther Maleko.
Mheshimiwa Naibu Spika, asante kwa kunipatia nafasi ya kuchangia wizara muhimu kweli kweli. Ndugu zangu wabunge, hii wizara ndio roho ya nchi. Lazima tuipitishe. Na umuhimu vile vile inatutoa kwenye dira iliyokwisha, inatupeleka kwenye dira ya 2025 mpaka 50. Sisi Msoma vijijini, nigusie kidogo jimbo langu, tuko mbele kabisa kwenye kutekeleza hii mabadiliko yanayofanywa wizarani. Kwanza Mheshimiwa Profesa na timu yako mnafanya kazi nzuri sana. Ukweli ndio huo. Na nimemsikiliza anayoyasema na mengine na mimi ndio nitaka kuchangia hapa. Tutaongezea tu. Sisi Msoma vijijini, wa kusema darasa la mwisho la shule ya msingi ni darasa la 6 na wote watasoma mpaka kidato cha 4. Sisi tunaendelea kujenga kila kijiji kiwe na sekondari moja. Ndio tunavyoenda. Na hivi juzi mwaka huu tumefungua sekondari 4, na salamu zangu ziende wizarani, lakini sana kwa Mheshimiwa Rais. Tunafungua sekondari 4 na Profesa muendelee, kwa sababu tunamwenzi vile vile profesa aliyekuwa gwinji la Kiswahili nchini, Profesa David Masamba. Tumempatia sekondari yake. Tulianza kujenga kwa fedha kidogo, lakini wizara na serikali imetusaidia. Kwa hiyo Msoma vijijini tunaenda vizuri. Sasa nije kwa mambo ambayo kidogo yanatoka jimboni, yanashika taifa zima. Hali ya elimu nchini kwetu. Maana ya hali ya elimu, tuna vitu 4 vya msingi hapa. Ni swala la ufundishaji, swala la ujifunzaji, uelewa na ufaulu. Vyote 4 lazima viende pamoja. Na hivi 4 kwenda pamoja, sisi tumesaidia taifa. Msoma vijijini tumefanya mjadala kwa ngazi ya mkoa, alafu mimi mwenyewe nilikaa na maheadmaster wangu wote, na juzi tumefanya kwenye ngazi ya halmashauri. Na hiyo ripoti nitapatia Wizara ya Elimu, nitapatia TAMISEMI na utumishi. Lakini ili hii budget iende vizuri, nitamwambia webmaster aiweke kwenye tovuti ya jimbo kuanzia Jumatano, sio leo. Kwa hiyo hayo sina sababu ya kuyaongea, mtayapata huko. Na yote yanafanana. Na Mheshimiwa Waziri, mambo yote uliyoyaongea hapa, ninakuomba sana. Sisi Tanzania tumefanya vizuri kwenye nchi zinazoendelea, ndio maana tumepata fedha nyingi kutoka World Bank. Kwa hiyo usisahau ile SDG number 4, Quality Education for All by the year 2030 ya Umoja wa Mataifa hii. Sasa ushauri unakuja. Cha kwanza ni ujenzi wa shule zetu kwa sasa. Dira ya maendeleo yetu inaanzia mwaka huu. Ndugu zangu wabunge na wanaonisikiliza, ikifika Juni mwezi ujao, wa Tanzania tutakuwa milioni 70.55. Eneo letu la ardhi, yani Tanzania bara na visiwani, ukiliweka pamoja ni square kilomita 947,303. Kwa hiyo inamaanisha population density, yani watu wanaoishi kwenye square kilomita moja ni watu 75 kwa mwaka huu wa 2025. Lakini tukifika mwaka 2050 wa Tanzania tutakuwa 137, eneo la nchi yetu litakuwa hilo hilo, population density
itakuwa ya watu 155 kwa square kilomita moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, Wizara ya Elimu na TAMISEMI, ujenzi wa shule lazima ubadilike. Lazima twende kwenye kujenga orofa sasa, twende juu. Kwa sababu ardhi haitatosha. Pendekezo la kwanza. La pili, lazima tujue elimu ni ajira. Sasa hivi duniani kuna upungufu wa wafanyakazi wengi sana. Nikichukua World Health Organization, shirika la afya duniani, linasema ikifika mwaka 2030 wataalamu wa afya upungufu duniani utakuwa wa milioni 10. Nikichukua taifa kubwa kiuchumi duniani, Marekani, leo hii wana upungufu wa watu milioni 3.5 kwenye mambo ya uzalishaji viwandani na mambo ya sayansi na teknolojia. Nikichukua Ujerumani, ambayo ndio ina uchumi mkubwa wa nchi za Ulaya, leo hii wanapungukiwa watu 200,000 kila mwaka kwenye maeneo ya engineering, IT na construction. Kwa hiyo mitaala yetu, Wizara ya Elimu lazima iweke maanani kwamba elimu ni ajira. Na nilishaongea hapa, huwa sipendi kurudia yale yale, nikasema watu kufanya kazi nje wanaleta fedha, imekuwa ni bidhaa. Tatu, elimu ni uchumi. Uchumi wa dunia wa sasa, tukichukua GDP ya nchi zote duniani, ni trilioni 116. 2050, wakati tunamaliza dira yetu ya maendeleo mpya, uchumi wa dunia utakuwa trilioni 228. Na kuna aina ya viwanda na biashara ambazo zitakuwa engine ya uchumi wa dunia toka sasa mpaka mwaka 2050. Na mfano hapa natoa. Kwanza ni e-commerce, electronic commerce, biashara ya kidijitali hii. Mwaka 2022 mapato duniani yalikuwa trilioni 4. Na mwaka 2040 biashara ya e-commerce mapato duniani yatakuwa trilioni 20. Mfano wa pili, nimesikia Mheshimiwa Waziri Profesa unaongea na uweke mkazo kweli kweli hapa, artificial intelligence. Sasa artificial intelligence software na services, mwaka 2022 mapato yalikuwa bilioni 85 duniani, lakini mwaka 2040 mapato yatakuwa trilioni 4.6. Maana yake ni nini? Ni lazima Tanzania tuwekeze kwenye science, technology na mathematics. Sasa mengine umeyataja, mimi naongezea tu. La kwanza, kama tunataka kwenda hivyo na hizo kazi duniani tuzipate, lazima sekondari zote za Tanzania ziwe na maabara. Na hii uichukue, kama ambavyo mnajenga kwa nguvu maeneo mengi, mnasahau kujenga maabara. Hiki ndio msingi wa science. Lazima ufanye practicals toka form 1. Pendekezo la pili, sekondari zote nchini ziwe na maktaba zenye kompyuta za kati. Inamaanisha kwamba, ndugu zangu, siku hizi vitabu vinatolewa bure. Sasa kama vinatolewa bure, lazima uweze ukanyonya hivyo vitabu kupita kwenye kompyuta. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na maktaba zenye vitabu na kompyuta, vijana waweze kupata vitabu vya bure. Pendekezo la tatu, kwa kuwa tumesema kwamba elimu ya chini Tanzania itakuwa kidato cha 4, ni lazima tuanze kuongeza kidato cha 5 na kidato cha 6.
na tutaongeza kwa uwiano kwamba kwenye kila sekondari 5 tuweke high school moja ya science. Kama mimi wa Msoma vijijini ambaye sasa hivi nina sekondari 32, ninapaswa kuwa na high schools 6 za masomo ya science. Na hizi high schools, Mheshimiwa Profesa, tuachane zote kukaa wizara moja, hatutaenda kasi. Lazima tuzishushe kwenye halmashauri. Lazima sasa high schools ziweze kusimamiwa na halmashauri zetu, ndio tutaweza kupata wasomi wengi kwa pamoja. Halafu pendekezo la 5, tujenge technical colleges za aina kama ilivyokuwa DATEC. Unajua ndugu zangu waheshimiwa wabunge, VETA mtu anafanya vitu mechanically, anatengeneza kitu, lakini technical college mtu anauliza hata na sababu kwa nini hiki anakitengeneza. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo lazima tuwe na technical colleges, na hizi tuzifunge kwenye sheria, zisibadilishwe kama ilivyobadilishwa Dar es Salaam. Pendekezo la 6, tuwe na wanafunzi wengi. Nimekusikia Profesa unasema, ila tuongeze wanafunzi wengi wanaoenda kusoma nje, na tunachagua vile vyuo vizuri, sio kuhesabu tu yuko nje, vyuo vizuri, na nadhani wizarani mnavifahamu. Na mfano mzuri hapa, waheshimiwa wabunge, India inafanya maajabu, na tunapeleka watoto kusoma India na China, na bado wao wanapeleka kusoma nje. Angalia mwaka 2016 India ilikuwa na wanafunzi 440,000 wanasoma nchi za nje. Mwaka 2023 wamekuwa na wanafunzi zaidi ya 1.4 milioni. Kwa hiyo na sisi tupeleke wanafunzi nje. Hawa wa India wanaosoma Ujerumani 60% wanafanya shahada za engineering na mambo ya technology. Asante Profesa Kengere Pili kwa mchango mzuri, na ushauri wako uandike ili waziri aweze kupokea na serikali aweze kuzingatia. Asante. Mheshimiwa, tuna wageni ndani ya bunge. Wageni wa Mheshimiwa Profesa Mkenda, wakuu wa vyuo vikuu vya umma na binafsi. Karibuni. Wakurugenzi wasaidizi, wakuu wa taasisi za chini ya wizara, maafisa kutoka Wizara ya Elimu, wadau wa maendeleo wa sekta ya elimu kutoka taasisi za fedha CRDB, NMB, TCB na NBC. Karibuni. Wadau wa elimu kutoka taasisi za dini na binafsi. Karibuni. Madiwani wawili na katibu wa UWT wilaya ya Rombo. Bodi ya Mkenda Cup wakiongozwa na mwenyekiti ndugu Themistocles Masai. Wageni Mheshimiwa Omar Juma Kipanga, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, viongozi wa CCM wilaya ya Mafia mkoa wa Pwani wakiongozwa na ndugu Mohamed Faki, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mafia. Karibuni. Wageni 30 wa Mheshimiwa Dr. Angelina Sylvester Mabula, wanafunzi kutoka taasisi ya teknolojia Dar es Salaam campus ya Mwanza. Wageni wa utembea bunge wa mafunzo, wanafunzi 100 na walimu 5 na shule ya sekondari ya Dr. Samia kutoka jijini Dodoma. Mheshimiwa Profesa, jiandae Maleko. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi ya kuchangia hoja ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, na kama alivyoleta hoja ya kupewa fedha zinazofikia trilioni 2.4 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara hii. Na kadiri nitakavyochangia, Mheshimiwa Naibu Spika, ninaunga mkono hoja, lakini nikisema kwamba kama ingewezekana, basi tutakapokuja kwenye mchakato wa mwisho wa bajeti, bado anahitaji fedha kwa sababu ya mambo mapya na mazuri ambayo tumeyakubali na kuyaanzisha.
Mheshimiwa Naibu Spika, mtaala unaotaka wanafunzi wasome masomo ya amali ni hitaji la sasa baada ya nchi kufanya tathmini na kuona kwamba wanafunzi wetu wanamaliza vyuo na shule bila kuwa na ujuzi na kingi wanachokipata ni nadharia. Lakini uzuri ni kwamba mwelekeo huu tunauchukua ukiwa ni mchakato ambao umekuwa ni jumuishi. Watu wengi wametoa maoni na wote tukafikia mahali tukakubali kwamba uelekeo huu ndio tunaoutaka kama nchi. Na kwa jinsi hiyo sitegemei tena kuweze kuwa na kupinduka hapo mbele kidogo. Tumekubali kwamba ndio uelekeo wetu, basi twende na uelekeo huo, hata kama kutakuwa ni mabadiliko ndani ya uelekeo tuliouchukua kama nchi, ili tusiwe kuwa tunakwenda mbele tunarudi nyuma kama taifa. Sasa hoja yangu Mheshimiwa Naibu Spika, ninaijenga kwamba ili tuweze kupata wahitimu ambao tunawakusudia katika uelekeo wetu huu mpya, na ndiyo maana nikasema yawezekana tukahitaji bajeti zaidi katika jambo hili. Jambo la kwanza, ninatamani kwamba sisi kama nchi tujifunze kwa nchi ambazo zimefanya vizuri zaidi katika mwelekeo huu huko nje ya dunia. Na unapopitia katika watu waliofanya vizuri zaidi, hutaacha nchi ya Finland, hutaacha nchi ya Canada, hutaacha nchi ya China waliofanya vizuri katika upande wa mtaala huu wa amali. Sasa kama tukitaka tujifunze kwa waliofanya vizuri, maana ili ufanikiwe, learn from the best. Huo ndio unapaswa kuwa ni uelekeo. Yaani huwezi ukataka kuanzisha kitu kizuri alafu usijifunze kwa just learn from the best. Sasa ili tuweze kuanza vizuri bila unyonge, bila udhaifu, hoja yangu na pendekezo langu ni kwamba walimu watakaofundisha mtaala mpya wasiwe walimu ambao hawakufunzwa vizuri. Wakiwa ni walimu ambao wametokana na mtaala wa zamani lakini ukawa remodel kidogo tu, watapeleka ujuzi wao wa zamani katika mtaala mpya. Kwa hiyo lazima tuwape mafunzo ya muda mfupi, ya muda mrefu katika wale ambao wamefanya vizuri. Kwa hiyo kwa ushirikiano wetu na hizo nchi ambazo tutaziainisha aina ya mafunzo, muda wa mafunzo, waende wakapikwe vizuri. Wakishaiva warudi, ili krimu ya kwanza ya watoto wetu katika mtaala huu wawe wamepikwa vizuri. Jambo la kwanza. Jambo jingine, tutahitaji kujenga karakana, maabara na studio kwa ajili ya mafunzo hayo. Na nimeona katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri amedokeza jinsi ambavyo karakana hizi, maabara hizi na studio hizi zitajengwa. Sasa hoja yangu, siku za karibuni, waheshimiwa wabunge, mtakumbuka kuna video klipu ya Waziri wa Mambo ya Nje ambayo alionyesha kwamba tulikuwa na madereva waliomaliza chuo chetu cha usafirishaji NIT, wamefunzwa vizuri. Walipokwenda kupata kazi nje, wakakuta teknolojia imebadilika, wakashindwa kuendesha. Lakini kwa hapa ni madereva walioiva vizuri. Kwa hiyo tunapojenga karakana na maabara na studio hizi, lazima tuzingatie teknolojia ya sasa, ili tusije tukakuta kwamba tunaanzisha mtaala wa amali alafu tukaenda kuwafunza vitu vya kizamani ambavyo kumbe haitoleta tofauti na VETA zilizopo. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Na Mheshimiwa Naibu Spika, hili jambo ili la kuwa tunajifunza teknolojia za zamani, yawezekana pia ndiyo shida inayopatikana
katika vyuo vyetu vikuu, kwa sababu tuna maabara za zamani, hatujawa equip watu wetu kwa teknolojia za kisasa, na kwa hiyo unakuta kwamba hata sayansi, hata engineering, hata ICT, hata medicine bado tunakwenda kwa teknolojia za kizamani. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo kama taifa, na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia ICT inakuwa haraka sana kiasi kwamba muda wetu ambao huwa tunaweka kwamba tutafanya review ya mitaala baada ya miaka mitano, upande wa ICT unakuta umebaki nyuma kabisa. Maana ndani ya miaka mitano hata laptop versions zinakuja aina 3 ndani ya miaka mitano. Wewe unatumia ya zamani, unajikuta ukiwa nyuma. Kwa hiyo hili ni maeneo ambayo lazima kama taifa tuwe alert kwamba teknolojia inabadilika sana, hivyo lazima katika vyuo vyetu tusiendelee na mwendo ule wa zamani, tukajikuta kwamba kumbe kinachotokea nje ya nchi sisi bado tuko nyuma. Sasa ili liwezekane, ni kweli kwamba lazima waende wakabrush nje ya nchi kuona kwamba kinachobadilika kule hapa pia kinapatikana. Jambo jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ili tuweze kufanya vizuri, bado hatuna muunganiko mzuri baina ya wizara, taasisi za serikali, sekta binafsi na vitu vinavyojifunza kule vyuoni. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wanasoma hiki katika sekta binafsi, watu wanafanya hiki, alafu hatuwapi muda mzuri wa kwenda kujifunza kwa vitendo. Kwa mfano, Mheshimiwa Spika, ndani ya nchi hii tumekuwa na miradi mingi ya ujenzi wa SGR, maji, bwawa la umeme, ujenzi wa meli, ujenzi wa barabara. Sasa jiulize, ni wanafunzi wangapi ambao huwa wanapata access ya kuwa interns katika miradi hii mikubwa? Hardly no. Kwa hiyo tunatamani kwamba kuwe na muunganiko, wanachokifanya wizara fulani basi kiwe reflected katika mafunzo ambayo watoto wetu wanayapata kule vyuoni. Na wanawezaje kufanya hivyo? Ni kuwaongezea budget. Maana wakati mwingine watoto wanatamani kwenda kufanya internship au kwenda kufanya mafunzo ya vitendo, inakuja kikwazo kimoja kinaitwa budget ndogo. Kwa hiyo mradi upo, wanafunzi wako radhi, lakini chuo husika, taasisi husika haiwezi kuwapeleka pale kwa sababu bajeti ndogo. Aliyepaswa kukaa wiki 8 anaambiwa sasa, wewe kulingana na bajeti wanafunzi mmekuwa wengi, utakaa wiki 2. Kwa jinsi hiyo tunakuta hatuimpati ujuzi ambao ulikuwa unakusudiwa, na ndiyo maana nikatangulia kusema, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba yawezekana tukahitaji more budget mahali hapa, kwa sababu kama tunataka watu bora, lazima ni wale ambao pia wanapata mafunzo na muda wa intern au practical training wa kutosha kwa bajeti ya kutosha. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali yetu tunaipongeza kwamba imeweza kufanya watu wengi wakapata access na elimu ya juu kwa kutoa mikopo, na bodi ya mikopo imeendelea kufanya vizuri. Lakini Mheshimiwa Spika, tunatamani watafiti wa mambo ambayo wanatafiti changamoto zilizo katika jamii yetu ya Kitanzania, lakini serikali haitoi ufadhili kwa shahada za uzamili hapa nchini. Kwa hiyo mara nyingi product ya watu wote unaowaona aliyesoma masters na PhD ni zao la miradi ya wafadhili kutoka nje, au alipata scholarship akaenda nje ya nchi. Sasa kama wewe una changamoto katika jamii yako ya Kitanzania, serikali, lakini haupeleki fedha ili kuandaa hawa watafiti ambao ni ngazi ya masters na PhD, sasa unakuta wale wafadhili wana ajenda yao wanaotaka kufund wanapoleta miradi hapa nchini. Japo ndiyo watakwambia kwamba unajua lazima tualign na malengo ya SDG na yale ya kwenu, lakini mara nyingi wana ajenda yao. Sasa si kama tuna ajenda yetu kama nchi, kwa nini tusitenge fedha katika maeneo maalum
tukasema kwamba tunahitaji suluhisho katika eneo fulani, na kwa jinsi hiyo tunatamani kwamba tuweze kuwapa wanafunzi wa masters katika maeneo husika, ili hao sasa waweze kufanya mafunzo hao ya uzamili, baadaye walete suluhisho la changamoto zilizo katika jamii yetu, lakini pia matokeo ya tafiti zao yaweze kuinform policy. Yaani mara nyingi sera zetu hazitokani na utafiti mkubwa uliofanywa na watu wetu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nadhani pia lazima tukubaliane kama taifa ili tuweze kwenda mbele. Lakini aliongea Profesa Mwongo alipokuwa anachangia, mara nyingi tunapopeleka watu nje ni kwa sababu tu ya opportunity imepatikana katika nchi husika, si kwa sababu ya malengo yetu kama taifa kwamba tunatamani kupata watu gani. Lazima tuwe objective katika eneo hili kwamba tunatamani watu fulani, utaalamu fulani. Sasa huo tunaandaa watu na tunawasiliana na nchi husika ili tuwapeleke watu katika kufanya utaalamu husika, sio kwa sababu rafiki yetu India ana opportunity 10 au mko wapi 10 muende hivi. Mheshimiwa Profesa, ni ya pili. Nikupongeze kwa mchango mzuri, mengine mwandikia Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ninashukuru kwa nafasi, naunga mkono hoja. Asante. Asante. Mheshimiwa Maleko. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi kuweza kuchangia katika wizara hii muhimu kabisa. Nianze kwa pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya katika wizara hii ya elimu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipompongeza kaka yangu Waziri wa Elimu Profesa Mkenda pamoja na naibu wake Kipanga, bila kumsahau Katibu Mkuu Profesa Nombo na wataalamu wote wa wizara kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na ufinyu wa muda, ninaomba niende moja kwa moja kwenye zile mada ambazo nilikuwa nimekusudia kuzisemea siku ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, nikianza na bajeti, nilikuwa ninaishauri sana serikali kuangalia ni namna gani inaweza kuongeza bajeti ya sekta ya elimu ili iweze kufikia 15% ya bajeti ya taifa ya mwaka 2025-2026. Nasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa Naibu Spika, wizara hii imebeba majukumu mengi na majukumu ya kimkakati ya kumuondoa na kumkomboa mwananchi au Mtanzania kutoka katika ile hali yake ya kutokuelewa jambo fulani na kumfundisha ili tuweze kuendana na soko la sasa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika taarifa hii ya bajeti wakati anasoma waziri katika ukurasa wa 16 aligusia suala la kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa mafunzo ya amali, ufundi na ufundi stadi katika shule za sekondari na vyuo vya ufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ya kwangu ninataka kuongeza hapo ushauri. Hili jambo ni jema sana kwa nchi yetu kwa sababu jambo hili linaenda kuwa ni nyenzo muhimu ya kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi, lakini pia kuwezesha vijana wetu kuweza kujipatia kipato na zaidi kuweza kushindana katika soko la ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa ninaomba kuishauri serikali ione ni namna gani na njia bora zaidi ya kuweza kuimarisha mafunzo haya, hasa kwa kutuambia ni namna gani imejiandaa kwa ajili ya kuwa na vifaa lakini na wataalamu ili lengo letu liweze kutimia. Mheshimiwa Naibu Spika, wamejiandaa tayari kwa ajili ya kujenga shule hizo za amali, lakini kuboresha vyuo vile vya VETA. Je, ni namna gani sasa tunaweza kupata vifaa vya kujifunzia, tena vifaa vya kisasa, lakini na wataalamu ambao wataendana na teknolojia ya sasa? Mheshimiwa Naibu Spika, jambo lingine ambalo nilikuwa nilisemee kwa sasa, je, bajeti yetu inaenda vipi kuiangalia na kuwa na mkakati, yani iwe ni bajeti ya kisekta katika wizara hizi za kisekta ambazo zinahusiana na elimu. Ni namna gani itakuja na mpango madhubuti
wa kuweza kuajiri walimu wa kutosha. Shule zimejengwa, zipo za kutosha, tunamshukuru Mungu. Lakini namna gani ya kuweza kupata walimu au kuajiri walimu wa kutosha? Kwa sasa wanaajiriwa walimu kwa mwaka walimu 10,000 mpaka 15,000. Tukienda kwa mtiririko huu, Mheshimiwa Naibu Spika, tutamaliza zaidi ya miaka 15 tukiwa bado hatujaweza kuikamilisha changamoto hii. Nilikuwa ninashauri ni namna gani waweze kujitahidi ajira zitolewe kwa mwaka 40,000 mpaka 45,000 ili tuweze kuondoa tatizo hili katika kipindi cha miaka 5 au miaka 6 ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo lingine ambalo nilikuwa ninataka kushauri kwa wakati huu ni kuhusu uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Tunashukuru sana serikali imeweza kupigania jambo hilo, lakini sisi tunaomba kushauri kama kamati ni namna gani basi itatenga bajeti ya kutosha, lakini pamoja na kutenga bajeti ya kutosha ni namna gani wataweza kusambaza vitabu hivi kwa wakati, kwa sababu jambo la kutenga bajeti ni jingine, lakini kuhakikisha vitabu hivi vinawafikia wanafunzi kwa wakati ni jambo lingine na ni bora zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naishauri serikali ione ni namna gani vitabu vitawafikia wanafunzi kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali pia iendelee kuangalia ni namna gani itaendelea kuchapisha vitabu kwa wakati, lakini kulingana na mahitaji. Na wakati huo huo tukiendelea kuangalia ni namna gani tutaenda kuwa na vitabu au kufundisha kidijitali ili kupunguza namna hii ya kwenda kuchapisha vitabu kila wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo lingine ambalo nilikuwa ninataka kusisitiza kwa mchango wangu wa leo ni namna ya wizara hii kuweza kuangalia ni namna gani tunaweza kuifanya lugha ya alama kuwa ni somo la lazima shuleni na katika vyuo kwa kila mwanafunzi. Mheshimiwa Naibu Spika, wenzetu Kenya na South Africa na baadhi ya shule wameanza kufanya jambo hili. Jambo hili linasaidia kuweza kuwasiliana na ndugu zetu hawa, kwa sababu unakuta wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu tunasema ni elimu jumuishi. Sasa inapokuwa ni elimu jumuishi na hawawezi kuwasiliana na watu hawa, inakuwa ni shida. Kwa hiyo inapendekezwa kwamba hii lugha ya alama ifanywe kwamba ni somo la lazima shuleni, ili watu wengi zaidi wawe wanajua namna gani ya kuwasiliana na ndugu zetu hawa. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la mwisho ambalo nilitaka kuishauri serikali kwa siku ya leo ni namna gani ya kuongeza ruzuku ili kuweza kuwapatia mabinti wa kike taulo za kike, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo inawafanya mabinti wengi mpaka sasa wanashindwa kwenda shuleni. Kwa hiyo ninashauri serikali iangalie ni namna gani inaweza kutenga bajeti kwa ajili ya kusaidia mabinti zetu hawa kupata taulo za kike. Lakini pamoja na hayo, kuna vituo ambavyo ni vya kuimarisha utambuzi na upimaji. Tunashauri hivi vituo viwekwe kwenye kila halmashauri ili kuweza kusaidia walimu kutambua wale wanafunzi wenye matatizo, kwa sababu kuna wakati mwingine wanafunzi wana matatizo ya kusikia lakini hawajafanyiwa upimaji na utambuzi mapema. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa mwalimu kuweza kumfundisha kwa namna ya yeye alivyo. Kwa hiyo inakuwa inawawia vigumu wanafunzi hawa kuweza kuelewa. Kufikia hapo, Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru na naunga mkono hoja. Waheshimiwa wabunge, niwashukuru sana. Jioni tutaanza na Mheshimiwa Manyinyi, Mheshimiwa Simon Songe, Mheshimiwa Chikota, Mheshimiwa Mulugo na Mheshimiwa Jessica mpaka saa 11 jioni. Naam, asante mpenzi mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi tangu pale asubuhi mpaka majira haya ya sasa. Hapa tumefikia mwisho kwa kile kipindi cha asubuhi, lakini hapo baadaye tutakaporejea tutaendelea na wizara hii wakiendelea kuchangia katika wizara hii ya elimu. Ninapenda kutoa shukrani zangu sana kwa wote ambao tulishirikiana. Ulikuwa pamoja nami, naitwa Christina Jacob Nkya nikisaidiana na mwenzangu ambaye anaitwa Gabriel Zakaria, lakini kwenye lugha ya alama tulikuwa na Protas Mwalongo pamoja na Kudra Munisi.
Asante sana, tuungane pamoja tena hapo saa 11 jioni.